Naitwa Patari Shida Patari. Kwa wale ambao ndo mara ya kwanza tunaonana, jina langu natosha kujitambulisha, mengine walishanitambulisha kwenye bango pale. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Asante kwa kutambua kwamba leo hii shule yetu tunasherehekea kuwaaga watoto wetu wa kidato cha 6, na shule yetu ni shule ya kitaifa, inachukua wanafunzi kutoka mikoa yote. Nikisalimia Mwagona nitakuwa nimewatenga Waruguru wa Morogoro, nikisalimia Mugonile nitakuwa nimewatenga Wazaramo wa Dar es Salaam, nikisalimia Mwakata nitakuwa nimewatenga Wasukuma wa Mwanza. Kwa kutambua hilo, niishie kusema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mkuu wa shule, mwenyekiti wa bodi na wajumbe wote wa bodi ya shule hii, wazazi mliofika hapa, walimu pamoja na wanafunzi, waandishi wa habari, waalikwa wote na msioalikwa ambao kwa mapenzi makubwa na shule yetu mmejihudhurisha mahala hapa, mabibi na mabwana, naomba leo hii mchana huu nitumie muda mfupi sana kuongea maneno machache sana, kwa sababu mengi ambayo tulikuwa tunayashuhudia hapa ni yale ambayo ni kielelezo cha yanayoendelea kwenye shule yetu, matamanio ya shule yetu. Hata mimi kualikwa, yote yanajieleza namna gani shule yetu ya Usongwe inatamani kuwa. Sasa kama mbunge nimealikwa kwa mambo ya msingi mawili, si kushuhudia tu watoto wetu wakihitimu kidato cha 6, lakini kuona namna gani nani kwa nafasi yangu kama mbunge nachagiza kuhakikisha kwamba shule hii inapiga hatua kimaendeleo ili kumiti lile jukumu lake na matamanio yake ya kukuza elimu kwa Watanzania. Awali ya yote, naomba nitumie fursa hii kuwashukuru sana bodi ya walimu, mwalimu mkuu na walimu wote kwa kuniona mimi nafaa kualikwa siku hii ya leo nishiriki naye. Wapo watu wengi, siamini kama mbunge naweza nikaalikwa na kila mmoja, hapana. Naamini ni kwa upendo mkubwa mlionao kwangu, na ndio maana mmenialika. Nashukuruni sana, na mimi mwaliko wao sijauchukulia poa, na ndio maana nimeacha shughuli zingine zote za bunge zikiendelea Dodoma, kusafiri kilomita zote zaidi ya 300 nije nihudhurie kushiriki na nyinyi kwenye tukio hili la muhimu. Lakini naomba nichukue fursa hii pia kuwapongezeni sana kwa ajili ya yale yote niliyoyasikia, na hapa naomba kipekee niwapongezeni kwa kuandika historia ya shule hii kufuta daraja 0. Naomba tena mjipigie makofi. Ndugu zangu, ndugu mkuu wa shule, mama yangu Dareli ya Mtege, mimi nimekufahamu muda mrefu kidogo. Nina kaka zangu na dada zangu wamesoma hapa, nina jamaa zangu wamesoma hapa. Hii ni moja ya shule ambayo mimi nina historia nayo kwenye maisha. Nafahamu jitihada zako binafsi kuhakikisha hii shule inaendelea na kuwa na muonekano ulivyo sasa. Peke yako kama mkuu wa shule naamini usingeweza. Nafahamu una mkono wa kulia na kushoto ambao ni walimu wasaidizi.
pamoja na ile daraja 0 mlilolitoa. Naomba kwa mara nyingine tena nichukue fursa hii kuwapongezeni tena kwa maendeleo ya shule kiujumla, kiwepo mazingira yake. Ndugu zangu, baada ya pongezi zangu kwa walimu, naomba nizungumze kidogo na wazazi. Baada ya kuwaleta watoto hapa shuleni, kazi kubwa ya wazazi na walezi wa wanafunzi ni kuwawezesha na kuwasaidia walimu katika malezi ya wanafunzi. Sasa leo hii tunawapongeza walimu, lakini tukumbuke sisi wazazi mliohudhuria mahala hapa, tusiwaachie walimu watoto peke yao. Tujiunganishe na walimu katika maana ya kulea watoto, na huu ndio wajibu wetu mkubwa. Shule yetu nakutwa, tunawakuja shuleni, wanarudi nyumbani. Mzazi una 50% na walimu wana 50%. Nichukue fursa hii kama mbunge wenu, siku hizi kumekuwa kuna changamoto kubwa sana ya malezi, na hii changamoto kwa namna moja ama nyingine hupelekea kuathiri maendeleo ya wanafunzi shuleni. Wazazi tubebe wajibu wetu kikamilifu kuhakikisha tunawakumbusha, tunawaonya na kuwakanya watoto wetu pale wanapoenda kinyume na maadili ya Tanzania, ili hata walimu shuleni tusiwape kazi ngumu katika maana ya kuwafundisha. Wazazi oye! Wazazi mpo! Lakini naomba nichukue fursa hii pia nizungumze, kabla sijazungumza na wanafunzi wanaoondoka, nyewe ujumbe wenu utakuwa wa mwisho. Nizungumze na wanafunzi mnaobaki. Neno ni moja, historia ya shule yenu inaonyesha mko mahala salama. Jukumu mlionalo nyinyi ni kuhakikisha yale mazingira salama mliotengenezewa na walimu kwa kushirikiana na wazazi mnatumie vizuri kwa kusudi moja tu, kuhakikisha mnafaulu na mnaendelea na masomo zinatimia. Wanafunzi mnao hitimu leo, kwanza niwapongezeni sana, sababu miaka 2 sio haba. Hata nyinyi mlivyokuwa mnaimba na kushangilia hapa, mlikuwa mnaonyesha namna gani mnafurahi kwa Mwenyezi Mungu kuwawezesheni kuhitimu kwa kufikia miaka 2. Hii miaka 2 should not go in vain. Wazungu wanasema usiache mwaka mmoja, miaka 2 ulioitumikia ikaenda bure. Sisi tuliobaki tunawaombeeni. Mitihani yenu ya mwisho mmetuhakikishia, na sisi tunawaombea mkafaulu. Zawadi hapa watoto walitoa ushuhuda. Hata mimi nimepitia mazingira haya. Kuna vitu kama testimony kitolewa inakugusa. Kuna mama hapa ambaye amekuwa akiwalea hawa watoto. Watoto wanasema analala nao katika magumu na wakati mwingine kushinda nao. Hili ni jambo kubwa kwa jamii yetu inayotuzunguka. Tusiishie kusikia hapa na kupiga makofi, lakini kuna jambo la kujifunza, kwamba wote tukiwa na moyo kama alionao yule mama. Yuko wapi yule mama? Macho. Na yule mama mwingine, ongezeni makofi na vigelegele kwa mama. Wote tukiwa na moyo wa mama hawa, tunaenda kutengeneza jamii iliyo salama. Tunaenda kutengeneza jamii inayokumbuka fadhila ya wapi tulikotoka. Tunaenda kutengeneza watu wenye mioyo ya huruma na wenzao. Tunaenda kutengeneza mioyo ya watu kujidisha wanachokipata. Na ndio maana wale watoto pamoja na furaha kubwa walionayo ya kwenda kuaga mazingira haya, bado wanaona kwa mama hawa wana deni. Ni kwa namna hiyo tunaamini mama hawa walichokuwa wanawafundisha wale watoto walikuwa wanakielewa vizuri, sababu ya mazingira rafiki walioyatengeneza. Wazazi, waalikwa wote, walimu, tutengeneze mazingira rafiki kwa watoto wetu walioko hapa shule na walioko nyumbani, ili kuiponya Tanzania
na kuitengeneza Tanzania ya watu wenye huruma, watu wanaopendana na watu wenye uzalendo. Kumbushe watoto wetu historia ya tulikotoka, tulipo na tunapoenda. Tuwakumbushe watoto wetu matamanio ya waanzilishi wa taifa hili, Julius Kambarage Nyerere na Abeid Karume. Walikuwa wana matamanio gani kuiona Tanzania ya aina gani? Tuwakumbushe watoto wetu kwamba sisi hapa mlipo na mnapokwenda, hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania tulionayo. Mahala popote atakapokuwepo, akiwa mwanafunzi wa chuo kikuu, mahala popote atakapokuwepo, akiwa mtumishi ambaye ameajiriwa, uzalendo ukae ndani kwake. Hiyo itatupa assurance sisi kutengeneza watu wenye mapenzi ya dhati na taifa hili, watu wenye matamanio wakiliona hili taifa likikua. Tutatengeneza watu ambao watakuwa wako tayari kulilinda na kulipambania taifa hili kupitia elimu ya uraia ambayo tunaamini misingi mnaitoa nyinyi walimu. Jambo la pili, tuwakumbushe kwamba tuna jukumu kubwa la kulinda mazingira. Hivi karibuni nyinyi mmekuwa mashuhuda, mlinialika mahala hapa, upepo ulipita ukaezua nyumba. Sitaki kusema sana sababu nimesema sana nyinyi, lakini nataka niseme jambo moja. Nimefurahi kusikia moja ya zoezi kubwa mlilolifanya ni la upandaji wa miti. Nami siku niliyohudhuria hapa nilisema moja ya jambo kubwa mwalimu mkuu ambalo mlifanya, mpande miti. Mabadiliko ya tabia ya nchi yanatuletea ukame, yanatuletea majanga kama haya ya upepo, na hatimaye kwenda kuharibu miundombinu yetu. Kupitia watoto hawa mwafundishe, wajue kabisa shuleni namna kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi ni kulinda mazingira. Namna gani tunalinda mazingira? Kulinda uoto tulionao pamoja na kupanda miti kwenye maeneo yetu. Ili eneo letu lingezungukwa na miti yote, yawezekana upepo uliokuja usingekuwa na madhara mengi kiasi kama vile kilichotokea. Nitoe rai tena, muendelee kupanda miti, sababu maeneo bado tunayo kwa ajili ya ulinzi wa mazingira yetu. Nikiwa naelekea kuhitimisha, pamoja na mafanikio makubwa mlioyataja, lakini kuna changamoto. Changamoto ya kwanza ambayo mmeisema ni umaliziaji wa bwalo. Sasa zingine zipo, mmeniambia viwanja vya mchezo, mmeniambia uchakavu wa madarasa, lakini mmeniambia ukosefu wa vyombo vya usafiri. Maisha ya binadamu yameumbwa kwenye changamoto, na yamkini sisi tuliitwa binadamu sababu kibiblia sisi ndio tulipewa utashi kuliko wanyama wote. Mungu wakati anatuumba sisi pamoja na wanyama wengine, alijua binadamu wanaweza kukabiliana na changamoto, lakini mara zote namna kukabiliana na changamoto hizi huwa tunaweka vipaumbele. Na nyinyi ni wapongeze sababu mmeweka kipaumbele na mmesema, Mheshimiwa Mbunge, tunaomba tuanze na bwalo. Sasa nilikuwa nanong'ona hapa na mwalimu kwamba kwani pale tulipofikia bwalo hili linagharimu shilingi ngapi? Akasema fedha nyingi sana, ni karibia zaidi ya milioni 100. Ndugu zangu, naomba wazazi wote mlioko hapa, walikwa wote, muungane na mimi kama mbunge wenu kuhakikisha tunawapa moyo bodi ya shule hii, tunaipa moyo management ya shule hii, mwalimu mkuu na walimu wenzake wote. Tunawapa moyo wanafunzi hawa kwamba tunawatakia mema. Nafahamu hatuwezi kuzipata milioni 100 hizo leo hii, lakini tutafanya jambo likiongozwa na mimi mwenyewe kama mbunge wenu, kuchagiza kuona hiki kitu ambacho kwenu mnaona ni changamoto, sisi kama wazazi tunaona kinawezekana na hili bwalo litajenga likakamilika. Kabla sijasema,
Naomba nitambue uwepo wa wageni wote mlionao hapa. Wageni wote habari. Wageni habari. Nzuri. Mimi nawapenda sana na wengi nawafahamu. Nimemuona hapa mgeni ambaye ni mwakilishi maalum wa chuo cha TECU. Upo kaka? Safi brother, umependeza sana. Nimemuona dada yangu, ndugu wangu kwa kuniunga mkono kwenye tendo hili la kiimani. Kusudi langu wazazi alikuwa ni wachukulie nauli mlizokuja nazo. Nchi yetu imejengwa katika misingi ya ujamaa na kujitegemea. Jambo lolote lile tunalolifanya, mwanga wake wa mafanikio unaanza na namna watu walivyokuwa na mentality za kujitoa. Leo hii hamjaniangusha. Tuna hela nyingi sana zimejaa kibubwa. Hizi fedha zitatusaidia kuanza. Wanasema unapotaka kwenda mbali, anza kuinua mguu. Tunaamini kwenda kwetu mbali ni kuhakikisha lile bwalo limekamilika na sisi tumeanza. Walimu, hiki sisi ndio tumewapa cha kuanzia. Naomba wakati nakuja niliwasiliana na wenzangu kwanza kwa kutambua hilo. Kupitia bajeti ya halmashauri, mkurugenzi mtendaji wetu na timu yake tumetenga fedha pale milioni 40 kwa ajili ya kulimalizia hili bwalo. Hizo fedha nimeongea na viongozi, ni bajeti ya 26-27. Mapema mwaka wa fedha utakapoanza nitazisimamia mwenyewe kuhakikisha zinakuja zianze kutekeleza kusudi hilo. Lakini nimeongea na wadau wafuatao na naendelea kuzungumza nao. Dada yetu Fau pale kama mlivyosikia amesema tuchangia 200,000. Kiongozi wetu wa TECU pale amesema atatuchangia 100,000. Lakini nimekumbuka kuna watu nimeongozana nao. Mbona mpo kimya? Makatibu wangu, mbona nyie kimya? MC naomba mali. Safi kabisa. Tunaongozanaje na makatibu alafu mnakuja kimya kimya? Wape maiki. Mmetoa sadaka nimeona, hili lingine. Mnatuchangia shilingi ngapi? Karibu, twende haraka. Hapa tunataka hela. Hatutaki maneno mengi. Unatuchangia shilingi ngapi? Mheshimiwa Mbunge, kwa sababu aliyopita mtu mzito kabisa, mwakilishi wa chuo cha TECU, hata wewe mzito amechangia 100,000, basi na mimi nitaunga harambee hii, nitachangia 100,000. Unatupa keshi, si ndio? Haya, kabidhi hapa, kabidhi hapa. Haya, mtu mzito mwingine? Na mimi nitachangia shilingi 100,000. Asante. Haya, na kabidhi namba hapa. Huyu anaitwa Dakat Company, lakini andika jina la Kito, atachangia shilingi milioni 1. Makofi hayo. Hii ni kampuni. Andika namba hiyo. Hizi hela mtume namba mchukue. Haya. Kuna wadau unaendelea kuzungumza nao. Sitaki kusema, na mimi nilishawaahidi wananchi wa Mbeya vijijini kwamba kinywa changu hakijaomba kutamka uongo. Lakini tuna wenzetu wa Mbeya Cement nimezungumza nao. Kuna miradi ambayo niliwaomba tupelekee simenti, waliniahidi mifuko 300. Naangalia uwezekano wa mifuko 50 kuleta hapa. Lakini leo na mimi sikuja bure, nimekuja na keshi shilingi milioni 1 kabidhi hapa. Hapa naomba nikabidhi milioni 1 hiyo cash inatolewa. Lakini naahidi pia kwenye mfuko wangu wa jimbo kuanzia mwezi wa mwaka wa fedha utakaofuata nitaleta hapa shilingi milioni 5. Lengo kubwa, ndugu zangu, yeyote ambaye ni mzazi, ni mwalimu, yeyote ambaye ana mapenzi ya uwazi na kuhakikisha watoto wetu wanapata elimu iliyo bora, tunamwalika ungane na sisi tuhakikishe tunajenga lile bwalo. Lile bwalo halitumiki tu kwa ajili ya chakula.
Lile bwalo linatumika kwa ajili ya chakula, lakini pia linatumika kwa ajili ya shughuli za masomo ya wanafunzi ikiwemo kufanyia mitihani. Kwa ni bwalo muhimu kwa ajili ya watoto wetu. Tuna kila sababu za kuwaunga mkono. Nikiwa naelekea mwisho, naomba kwa moyo wa dhati na unyenyekevu mkubwa niungane na wazazi wote ambao mlijichangisha 500, 1000, 2000, 5000 kuhakikisha wale walimu wa advance ambao wanapambana na watoto wafaulu, na mimi niwachangie keshi shilingi 200,000 hapa. Wow! Haya, mwasiku zimeisha. Kama zimeisha lete simu tutoe. Sizipo. Nani anapokea? Yuko mwakilishi A-level teachers. Haya, mrushie na kutolea, si utoe tu 200,000 kamili. Sawa. Ona la hali. Baada ya kusema hayo, katika kumaliza hotuba yangu, naomba kumaliza hotuba yangu niungane na mkuu wa shule katika kuwapongeza na kuwashukuru wote mlioifanya Usongwe Sekondari kuonekana hivi inavyoonekana leo. Mmejitahidi sana na kufanya shule iwe na muonekano mzuri. Kwa mara nyingine tena natoa wito kwa walimu, wanafunzi kutunza mazingira ili hadhi ya shule iendelee kudumu na kustawi. Nawapongeza sana, nawatakia kila la heri wanafunzi mnaohitimu. Mkusudieni na kumtegemea Mungu. Hii ndio njia ya kuwafanya mwenende katika usalama. Asanteni sana kwa kunisikiliza, nawapenda sana. Asanteni. Speech ya mgeni rasmi. Nimetoka ofisi kuonyesha kwamba wakipokea hotuba vizuri atatoa zawadi ya andazi fulani. Nimetoka ofisi karibu. Tunatoa hotuba ya rasmi. Wakatoa zawadi